Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anathamini, anatambua mchango wa wasanii nchini na kazi mzuri mnayoendelea nayo hapa nchini na ambayo tumeanza kuona ikileta tija kwa kuongeza pato la taifa letu. Mafanikio ya sanaa kwa serikali ya awamu ya 6 ni kwa sababu ya upendo, maono na dhamira ya dhati ya rais wa nchi, si mwingine ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wasanii mnaendelea kuliheshimisha taifa letu kwa kutekeleza majukumu ya sanaa hapa nchini, na kila mmoja kwa nafasi yake, kwa aina yake ya sanaa, mmeendelea kuburudisha, kuhamasisha, kuelimisha, kuonya, lakini pia mnafanya kazi kubwa ya kufungua fursa za ajira kwenye sekta zenu. Serikali yetu ya awamu ya 6 ambayo pia imeendelea kuipa nafasi sekta hii kuwa ni sehemu ya ajenda ya maendeleo ya taifa letu. Ndugu wadau wa utamaduni na sanaa, maendeleo ya utamaduni na sanaa yanadhihirika kwa ongezeko la ushiriki wa vijana katika shughuli mbalimbali za utamaduni na sanaa hapa nchini, lakini vile vile kwa kuimarika kwa ubora wa kazi zenu ambazo mnazitenda wakati wote na zimekuwa zikileta manufaa kwa taifa letu, na hasa zinapozingatia utamaduni, mila, desturi zetu maeneo yote mnapotekeleza majukumu haya. Hii ni fursa mzuri ambayo inapanua wigo wa utamaduni na sanaa nchini, lakini pia inawapatia wasanii fursa ya kupata kipato binafsi, na sisi upande wa serikali tunawaona wadau wa utamaduni na sanaa mnatusaidia sana kupunguza changamoto ya uwepo wa ajira hapa nchini. Hongera sana. Sambamba na kuanzishwa kwa mfuko, serikali imeendeleza mikakati mbalimbali ya kuboresha sekta kama ifuatavyo. Moja, kuongeza bajeti kwa kila mwaka, ambapo katika mwaka wa fedha 2023/24 bajeti ya mfuko iliyoidhinishwa ilikuwa ni shilingi bilioni 1.6 ikilinganishwa na shilingi bilioni 3 zilizotengwa katika mwaka wa fedha wa 2024/25. Kiasi hicho ni sawa na ongezeko la 87.5. Na katika bajeti ya wizara iliyopitishwa bungeni tarehe 7 mwezi wa Mei, mfuko umetengewa jumla ya shilingi bilioni 4. Na kwa hiyo tunaanza kuona bajeti inayotolewa na serikali kwenye mfuko wenu